Na bado hiyo ufalme tumesema sio ufalme ya kila mtu, na bado sio ya kila dini, ni ya yule mtu ambayo alikubali Yesu ndani ya maisha yake, ya kwamba alikufa na akafufuka kwa ajili ya dhambi za ulimwenguni. Lakini kama kuna dini moja ama mtu moja hajakubali hivyo, ukweli ni huyo mtu hataona ufalme wa mbinguni. Ni lazima huyo mtu akubali ya kwamba kuna yule Mungu alituma, naye ni Yesu, na bado huyo ndio tunatangaza. Naye ukishakubali huyo, hakika ufalme wa mbinguni itaishi ndani ya maisha yako. Utakuwa umezaliwa mara ya pili. Tumesema ndio maana Yesu alikuja. Ingekuwa kuna nyingine njia ama ingine solution ambayo siyo Yesu, hakika Mungu angetumia hiyo njia. Haingekuwa na haja yeye mwenyewe akuje ajibadilishe mwili kama binadamu na bado akufie binadamu. Angetumia hiyo njia rahisi ili watu waokoke kupitia hiyo njia, lakini kwa sababu Mungu alikuwa anajua ya kwamba hakuna njia nyingine ya binadamu kuokolewa, kulikuwa lazima yeye akuje aingie kwa tumbo ya Mary na akubali kuzaliwa kama binadamu na aishi kama binadamu, ili akufie binadamu, ili akuwe example ya wale ambayo watamfuata. Kama sio hivyo, hakuna kuzaliwa mara pili. Angalia mtu kama Nikodemu, yeye alikuwa mwalimu lakini hakukuwa fadhili ya Mungu. Ndio alikuwa mwalimu bado wa Biblia, anafundisha watu mambo ya Mungu, lakini yeye bado hakukuwa ameokoka ama hakukuwa amezaliwa mara ya pili. Ilikuwa amuamini Yesu, akuje kwa Yesu, aishi kama Yesu, akubali kifo cha Yesu, ndipo hapo apate kuzaliwa mara ya pili. Ni nani ambayo anafikiria ya kwamba anaweza kupata salvation, anaweza kuzaliwa mara pili, anaweza kwenda mbinguni, anaweza kupata ufalme wa mbinguni bila kumwamini Yesu? Ndio hivyo tulisema ya kwamba mwenye atataka siku ya leo akuje aulize swali kutokana na mafundisho ambayo tulifundisha, na Mungu atatusaidia kupitia maandiko, naye atatupatia jibu. Acha mimi nimalizie hapa. Chenye nilikuwa nataka watu waone ni kwa sababu hakuna kuzaliwa mara pili, hakuna salvation, hakuna ufalme wa mbinguni kama watu hawajamwamini Yesu.